Tumsifu Yesu Kristo. Wana kondoo ameshinda. Unamfuata kweli? Haleluya. Basi nashukuru kwa kwaya zilizoimba. Yapo vyombo vilikuwa vinapwaya kidogo. Nizani kama wenye kambi wamesikia huko mpaka mwisho wa kambi. Kambi kubwa sana hili. Inaitwa kambi la Msige au kambi la Dakawa. Ni wanalima miwa. Haleluya. Amina. Na sukari ya Tanzania ni ya kiwango. Ndio utajua. Kwa sababu nimejikuta nikisikia mahali fulani sukari ya Tanzania wanaisifia kwa sababu bado ni ya asili. Japo sisi tunasema ni sukari iliyotengenezwa na kiwanda, lakini kwa nchi za wenzetu bado wanaiona iko kwenye uasili. Maana za kwao wana refine sukari mpaka inakuwa yaani imechujwa na imetumika madawa mengi sana kwa ajili ya kiuchumi. Lakini sisi ni kama vile tunavyoshauri watu watumie sukari guru kwa sababu haina makemiko mengi. Haina makemiko. Sukari ya asili. Hasa hii sukari sijui inaitwa sukari ya mchanga au sukari ya nini? Brown sugar. Yaani ni sukari ambayo bado haijapoteza uasili. Bwana asifiwe sana. Siku moja nilikuwa nifundisha habari ya Biblia iliyoota mabawa. Biblia iliyopaa ndio iliyosomwa kwenye fungu kuu. Biblia iliyoota mabawa. Na hiyo Biblia ya namna gani? Mtu ataniambia, mchungaji, nipe na mimi Biblia hiyo yenye mabawa. Hiyo Biblia yenye mabawa ni hii. Unajua Biblia ukiifunika haina mabawa. Lakini ukifungua ina nini? Ina nini? Jamani, haya si mabawa. Jamani, amuone hapa mabawa yanapaa kabisa. Yanapaa. Haleluya. Na ukifungua, Bwana asifiwe sana, yanakuvika nguvu fulani ambayo ni ya kiroho. Yanakufanya wewe uwe mtu wa kiroho. Yanakufanya spiritual man. Sema mtu wa kiroho. Yanakufanya kuwa mtu wa kiroho. Ukisoma Biblia inakufanya kuwa mtu wa kiroho. Kwa hiyo unarudishiwa asili. Sisi binadamu tuliumbwa tuwe watu wa kiroho. Tunakuwa watu wa kiroho kwa kumwabudu Mungu katika roho na nini? Na kweli ndio nini? Biblia. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo somo la leo linasema hivi: ana kwa ana kati ya mwanamke Msamaria na Yesu. Mada kuu katika mahojiano ni hitaji kuu la siku za mwisho. Hii ni somo refu sana. Ana kwa ana kati ya Yesu na nani? Alafu nikashangaa sana. Wakati mimi naandaa hii somo sikujua kwamba mwenzangu naye alikuwa analiandaa hilo. Mimi naona roho wa Mungu ametuunganisha tu. Hili sikulivamia. Yaani mimi naandaa hili somo, alafu mhubiri naye alikuwa anafanya nini? Anaandaa somo hilo. Basi nikasema siachi, naendelea hivyo hivyo. Naona Mungu amepanga hilo leo tulihubiri. Tulenge pale pale. Bwana asifiwe sana. Ili watu wa Msiga waweze kupata kitu, waweze kuelewa kitu kikirudiwa. Hata manabii wakati mwingine wakirudia vitu, jua hicho kitu mbingu zinataka kupigia mstari. Mbingu zinataka kuifanya bold, kuifanya inene, kuibold. Nepesha. Kiswahili kinanisumbua kidogo. Nenepesha. Kunenepesha. Alafu kuitalisize. Kuifanya ulalo. Haleluya. Alafu kuiunderline. Kuipigilia mstari. Kupigilia mstari. Bwana asifiwe sana. Ndio maana sasa kuna fungu moja nabii Isaya alisimama, alafu
Isaya alipoketi chini, akasimama nabii Mika, naye akahubiri kile kile. Hebu tuangalie kwenye Biblia hiyo Biblia iliyoota mabawa. Ni Biblia kunapoisoma. Kuna Biblia nyingine inaingia mavumbi kwa sababu haikumutwi, haisomwi. Nyingine mpaka inaliwa na mchwa. Biblia. Alafu niwaambie, Biblia ni kitabu cha ajabu. Kuna mtu mmoja ametoa ushuhuda. Mtu ambaye amegoma kumkubali Mungu ili apate uzima. Akachukua Biblia, akasema, "Mnasema hii neno la Mungu? Ngoja niwaonyeshe." Akachana ukurasa. Akachana. Alafu akasokota tumbaku, akasokota ile kitu inaitwa gozo. Akasokotea nini? Biblia. Akaanza alipovuta tumbaku ya kwanza, ule upepo sumu anakula. Ya kwanza alipovuta, ya pili akasema, "Vipi jamani? Mimi nashangaa. Naona giza. Tayari ni kipofu, haoni." Hilo ni onyo. Amechezea nini? Kitabu kitakatifu. Akazania kwamba ni cha kuvutia nini? Gozo. Ni hatari sana. Biblia, kuna watu wamechezea Biblia. Maajabu yakawakuta. Lakini kitabu hicho kina nguvu ya uzima. Kuna ndugu yangu mmoja alikuwa hajui kusoma. Yeye akawa anasoma Biblia. Soma Biblia. Alikuwa hajui Biblia. Hajui kusoma, hajui a e i o u, hajui wala cha nini, ni mbumbumbu. Akasoma. Sasa yeye anaangalia tu, akawa tu anaingia kanisani, anashika Biblia, anaiangalia, anaingia. Ghafla macho akafunguka, akajua kusoma. Haleluya! Bwana asifiwe sana. Wewe soma Biblia, utaona itakachokufanyia. Muujiza utakao kufanyia. Biblia sio kitabu cha mchezo. Mataifa yote yamepambana na Biblia, yakaungana kupambana na Biblia, lakini Biblia ikaibuka mshindi. Watu wametengeneza silaha, wakatengeneza. Kuna mtu mmoja anaitwa Mfaransa, anaitwa Voltaire. Yeye amesemaje? Amesema hivi, hii Biblia tutaiangamiza. Na tutaiangamiza, haitachukua siku 100. Biblia itakuwa imepotea duniani, itakuwa historia, haitakuwepo. Na huyo Voltaire alikuwa ni mwanamapinduzi Mfaransa. Ndiye alikuwa mwanafalsafa nyuma ya mapinduzi ya Kifaransa. Na alikuwa mtu mwenye vipaji sana. Akasema hiki kitabu hiki kilichoandikwa na watu 40 tutakishughulikia. Biblia ikachomwa ikachomwa Ufaransa, ikachomwa, Biblia zikaletwa hadharani, zikachomwa, mataifa yanaungana, zikachomwa hadharani na Wakristo kachinjwa. Halafu sasa kilichotokea, ndani ya siku chache Biblia ikaibuka mshindi, ikaenea dunia nzima. Ndio vyama vya Biblia vikaanzishwa, kile kinachoitwa Bible Society. Leo tatizo letu kinachoitwa Dodoma Bible Society, chama cha Biblia. Halafu sasa nyumba ya Voltaire ikawa ni sehemu ya chama cha Biblia. Nani kashinda? Voltaire au ni Biblia? Biblia ni mshindi. Bwana asifiwe sana. Walihangaika sana. Na wanadamu wanahangaika, ni shetani anahangaika. Na yeye mwenyewe anatetemeka, anaogopa. Anajua uwezo wa neno la Mungu sio la kuchezea. Bwana asifiwe sana. Biblia iliyoota mabawa. Sasa turudi kwa hitaji letu katika siku hizi za mwisho. Nini hitaji letu katika siku hizi za mwisho? Hitaji kuu la siku za mwisho linapatikana katika Isaya sura ya 4 mstari wa kwanza. Isaya sura ya 4 mstari wa kwanza. Kuna mtu mwenye Biblia iliyoota mabawa? Kuna mtu mwenye Biblia iliyoota mabawa? Una kipaza sauti? Ndio inapaa vizuri. Kipaza sauti kingine kimeenda wapi? Fundi mitambo, wahisha hicho. Ota mabawa, yani kimbia. Kimbia haraka. Haleluya. Huyu ana mabawa kwa kweli. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Soma Isaya sura ya 4 mstari wa kwanza. Soma mzee wangu kwa ujasiri. Na unaweza kukaa ili usio unasimama kaa. Simama kaa. Soma Isaya sura ya 4 fungu la kwanza. Na siku hiyo wanawake 7 watamshika mtu mume mmoja. Wakisemaje? Wakisema tutakula chakula chetu
na kuvaa nguo zetu wenyewe, lakini tuitwe tu kwa jina lako, utuondolee aibu yetu. Inatisha. Hilo jambo linatisha. Siku hiyo wanawake wangapi? 7. Watamshika nani? Mtu mmoja. Wakisemaje? Tutakula chakula chetu na kuvaa mavazi yetu, nguo zetu. Tutakula chakula chetu na kuvaa nini? Nguo zetu wenyewe. Lakini tuitwe tu kwa jina lako. Utuondolee nini? Utuondolee aibu yetu. Sasa maajabu. Wanasema ukishangaa ya Musa utaona ya Firauni. Maajabu ya kambi la Msiga. Wanaume ndio wengi, wanawake wachache. Hayo ndio maajabu. Shangaa ya Musa utaona ya nani? Ya Ufirauni. Hatari. Hiyo ni hatari, si hatari? Hatari ndogo, hatari kubwa sana. Hiyo inaitwa Msiga. Hiyo inaitwa nini? Msiga. Wanaume, kuna nchi moja inatangazwa kwenye mtandao. Jamani, tuingie kwenye mitandao. Kuna nchi wanawake ni wengi, alafu wanaume ni wachache. Wanaalika kila siku, wanaume mtutembelee, mje kwenye nchi yetu. Yaani ukienda kule utapata nyumba ya bure, utapata mwanamke, yaani wanawake wanakugombania. Sasa mnakaa tu hapa Msiga, mnasigana hapa Msiga. Mwende kwenye hiyo nchi ambayo wanaume ni wangapi? Hata Rwanda baada ya yale mauaji ya kimbari kule. Sitaki hata kuzungumzia mambo haya ya ukatili wa wanadamu. Wanaume wengi waliangamia kwa sababu wakiangalia wale warembo sana, hao sio wa kuwaua. Kwa hiyo utakuta kule wameruhusu ndoa za wake za mitaala. Kwa sababu wanaume ni wengi kuliko nani? Wanawake. Nimeipata kitu kama hicho. Lakini kuna hiyo nchi nimeisikia, ni mahali fulani kisiwa kizuri sana. Nitafute kwenye mtandao. Kama mmekosa mje mnione, lakini mtafute visa na kadhalika na vitu vingine. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ila Msiga hapa naona kuna wanawake wachache. Sasa Tanzania jamani na wanawake wengi. Mtawalete wengine wajae humu ili ila sisi Biblia inasema kila mwanaume awe na nani? Na mke wake mwenyewe. Sasa Mungu alikuwa anawaonya Waisraeli ishara ya laana kwa sababu ya kumwasi Bwana, kwa sababu ya kumwacha Mungu. Wanaume wengi watakufa kwa upanga na watabaki wachache. Sasa wanawake watakuwa wanagombania. Unajua wanawake hawezi kuishi nao peke yao. Wanahitaji mtu wa kumsumbua. Lakini sasa baada ya kuona kwamba hali ni tete, wakasema hatutakufanya nini? Hatutakusumbua. Chakula ni chetu na mavazi ni tuitwe tu kwa jina lako. Jamani na mimi mwenzenu natamani niolewe lakini hamna wanaokuja. Jamani, si hali ni hatari hiyo? Hali tete. Hali ni tete. Sasa kuna kingine kinakuja cha Firauni sasa. Wazungu wametengeneza mwanamke robot. Wanasema mwanamke anaingia mwezini karibia wiki nzima anachelewa. Huyu yeye anachajiwa tu kwa siku 3 alafu anatembea mwezi mzima. Huyu mwanamke robot. Ni mambo ya kina Elon Musk. Wazungu wanakufuru ili wanatengeneza mwanamke ambaye hana roho. Lakini anakujua jina, macho yako anayafahamu, si mashine haya makompyuta. Yanakusoma macho na ni maaminifu kwenye ndoa, maana yanasoma mpaka alama ya vidole. Haiwezi kumkubali mwanaume mwingine, ila wewe ukiweka vidole vyako anakukubali kama vile Kasimu janja. Alafu mwenyewe humnunui nini? Humnunui chakula. Hana roho. Hali ni tete. Wanadamu wamefika mbali. Wamefika mbali. Unaongea naye anakutandikia shuka. Kama ni kukimbia na uwezo wa kukimbia, na maana ni mashine. Na yeye anafahamu zaidi kuliko wewe, maana yeye ni kompyuta, anaweza kawa anaona hata usiku. Jamani. Ila tu hazai na hana roho. Ila ukiongea naye anakutabasamia nini? Na yeye haumkwazi. Yaani hakuwazikana. Wazungu wamechoka na wanawake wenye kisirani.
Anakuwa wakati mwingine wana nini? Wana kisira. Kuna siku ameamka vibaya, yaani itabidi mwanaume unyenyekee tu siku ile mambo yaende vizuri. Sasa ndio hiyo. Kumbe Mungu ametutengeneza ili sisi tubebeane matatizo. Haleluya. Na kusaidiana. Sasa wewe mwanadamu unaishi kwa ajili ya starehe tu. Sijui kwa ajili ya nini? Wanadamu wamepotea, wanamkufuru Mungu. Alafu eti wananunua viwanja kule mwezini ili wakaishi kule. Wameambiwa wakaishi kule. Ngoja Mungu awashughulikie muda si mrefu. Mungu haachaki vitu kama hivyo. Haachi. Kwa hiyo ni nabii Isaya ananena habari ya kiroho. Anatabiri pia siku za mwisho kwamba kutakuwepo na uhitaji mkubwa. Mwanamke anawakilisha kanisa. Mwanamke anawakilisha nani? Kanisa. Hebu ngoja. Msiseme huyu mchungaji anabunibuni ameitoa wapi? Twende wa Korinto. Wa Korinto sura ya 11 mstari wa pili. Wa Korinto wa pili sura ya 11 mstari wa pili. Wa Korinto wa pili 11 mstari wa pili. Soma. Maana nawaonea wivu wa Mungu. Paulo anasema nawaonea nini? Wivu wa Mungu. Kwa nini? Kwa kuwa naliwaposea mume mmoja. Naliwaposea nani? Mume mmoja. Ili nimletee Kristo bikira safi. Ili nimletee Kristo nani? Bikira safi. Haya, mmeshaelewa. Mwanaume ni nani? Kristo. Kristo. Na huyu bikira safi ni nani? Kanisa. Twende wa Efeso sura ya 5 anza mstari wa 22. 5:22. Enyi wake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Enyi wake, watiini nani? Waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Kama kumtii nani? Bwana wetu. Yaani wewe mwanamke ukimtii mume wako na kumheshimu, yaani unamheshimu Kristo. Haleluya. Na watu wengine bwana hawatoi hata shikamoo. Mume wangu shikamoo. Haleluya. Wewe yaani ukimheshimu mume, ile jamaa mwenye ndevu, japo siku zina wananyoa, tunakuwa kama tunafanana. Yaani ukimwamkia yule, ukimheshimu, yaani yule ni ishara ya yule mwanaume mkubwa anayeitwa nani? Yesu. Kristo. Yule mwenye ndevu, yule mwanaume wa maana. Maana hapana jina jingine duniani tuliopewa ila jina la nani? Litupaswalo sisi kufanya nini? Kuokolewa. Haya, hebu tuendelee. Kwa maana mume ni kichwa cha mkewe kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa. Mume ni kichwa cha nani? Kama Kristo naye alivyo kichwa cha kanisa. Kichwa cha kanisa. Naye ni mkombozi wa mwili. Naye ni mkombozi wa nini? Yaani ina maana kwamba unajua mwili unaongozwa na kichwa. Yaani hiki kichwa ndio kinaongoza. Ukiona mwili wangu unatembea hivi, jua ni kichwa ndio inaambia fanya hivi. Yaani kila kitu yaani mwili wenyewe hauna maamuzi. Ila kichwa kikisema stop hapo, ina stop. Nikitembea ina maana kichwa ndio kinaniongoza. Haleluya. Amina. Yaani inatakiwa mwanamke awe mtiifu kwa mume wake kiasi kwamba yeye hana maamuzi yake binafsi. Anamheshimu hata kama kuna jambo hakubaliani naye, anakubali kutokubaliana naye lakini kwa heshima. Haleluya. Ndio maana sema enyi wake, wapendeni waume zenu kama wapo ambao hawalitii neno, watatii kwa ajili ya mwenendo wenu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Soma fungu la 24. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo wake nao watii waume zao katika kila jambo. 25.
enyi waume, wapendeni wake zenu wapendeni waume wake zenu kama nani? Kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akafanya nini? Akajitoa kwa ajili yake. Akajitoa mhanga kwa ajili yake. Ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno. Kwa maji katika nini? Katika neno. Maji ya ubatizo na neno la uzima tunalolisikia. Bwana asifiwe sana. Neno linatakiwa liingie moyoni, likutakase na kukutolea uchafu. Bwana asifiwe sana. 27 malizia. Apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Asante. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo sasa Isaya anaposema kwamba siku hizo za mwisho wanawake hao wanasema tutakula chakula chetu na kuvaa nguo zetu wenyewe. Tumeshajua mwanamke ni kanisa, anawakilisha nini? Kanisa. Na tumeshajua mwanaume huyu mmoja ambaye makanisa yote yanamngangania kwamba yeye ni bwana wao ni makanisa 7, maana yake ni kamilifu. Ukamilifu wa makanisa, madhehebu yote ya nini? Ya dini. Ukamilifu wa madhehebu ya dini ndio makanisa mangapi? 7. Akiwa anasema tuitwe kwa jina lako tu, lakini chakula ni chetu wenyewe. Hebu tuangalie chakula ni nini? Mathayo 4 fungu la 4. Mathayo 4 fungu la 4. Mathayo 4 fungu la 4. Unasema naye akajibu akasema imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu. Mwanadamu hataishi kwa nini? Ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Hataishi kwa mkate tu, ila kwa neno litokalo kwenye kichwa cha nani? Kinywa cha Mungu. Cha Mungu. Hapa sasa kuna changamoto hapa. Hapo ndo kuna mgogoro. Hapo ndo kuna nini? Mgogoro. Hapo ndo kuna mgogoro mkubwa wa makanisa. Mgogoro mkubwa wa makanisa, na Yesu anafafanua hili. Marko 7 fungu la 6 hadi 9. Chakula ni neno la Mungu. Tunatakiwa tupokee neno kutoka kwa Mungu. Tusiwe na mambo yetu wenyewe. Marko 7 fungu la 6 hadi 9. Nasema Anasema akawaambia, Isaya alitabiri vema juu yenu. Anaongelea bado, anarudi kwa Isaya Yesu. Ninyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyo yao iko mbali nami. Watu hawa huniheshimu kwa nini? Kwa midomo. Ila nini? Mioyo yao iko mbali nami. Mioyo iko mbali na nani? Mume wao ambaye ni nani? Yesu. Nao waniabudu bure, wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Nao wananiabudu bure, wakifundisha maagizo yaliyo ya nani? Ya wanadamu. Ya wanadamu. Ninyi mwaiacha amri ya Mungu zingatia hiyo, na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Wanaiacha amri ya Mungu na kushika mapokeo ya nani? Ya wanadamu. Fungu la 9. Akawaambia, vema, mwaikataa amri ya Mungu, ndio mpate kuyashika mapokeo yenu. Hebu ngoja sasa niulize swali. Katika Isaya anaposema tutakula chakula chetu, alikuwa anamaanisha nini? Makanisa yameacha amri za Mungu. Umoja wa makanisa wameacha amri za Mungu ili kushika mapokeo ya nani? Yao. Mapokeo ya wanadamu. Hakuna mwanadamu anaweza kutosheleza mwanadamu mwenzake. Hakuna. Neno la Mungu tu ndio linaweza kutosheleza sisi zote. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hiyo ndio changamoto kwa upande wa chakula. Vipi kwa upande wa nguo? Anasema tutavaa nguo zetu wenyewe, ila tu tuitwe kwa jina lako, utuondolee aibu yetu. Wanitu kwa jina la Yesu, lakini wako uchi. Wako namna gani? Isaya 64 fungu la 6. Isaya 64 fungu la 6.
Fungu la 6 anasema, kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu. Tumekuwa kama mtu aliye wa namna gani? Mchafu. Ndio. Na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa unajisi. Nguo iliyotiwa nini? Unajisi. Ndio. Sisi sote twanyauka kama jani, na maovu yetu yatuondoa kama upepo uondoavyo. Sasa hapa naongelea habari ya matendo yetu ya haki. Yaani matendo yetu ya haki si wenyewe. Hiyo ndio mavazi. Maana heshima ya mwanadamu ni kazi, si ndio? Ndio, heshima ya mwanadamu ni kazi anayoifanya. Lakini anasema sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu, na matendo yetu ya haki yamekuwa kama nguo iliyotiwa nini? Unajisi. Anaongelea unajisi wa mwezi wa mwanamke. Ndio hiyo nguo iliyotiwa unajisi. Lakini hapa anaongelea habari ya kuhesabiwa haki kwa nini? Kwa imani. Hatuhitaji sisi kujitafutia haki zetu wenyewe kwa matendo yetu. Tunatakiwa tuhesabiwe haki kwa matendo ya nani? Ya Kristo. Ndio maana anasema hata katika Ufunuo 19, hebu soma Ufunuo 19 ili turudi kwa mwanamke Msamaria na Yesu ana kwa ana. Mahojiano nayo. Ufunuo 19 tumeshaelewa kanuni inayofanya kazi. Fungu anzia fungu lile la 7. Anasemaje? Na tufurahi tukafanye nini? Tukashangilie, tumpe utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja. Yule bwana harusi anataka kuoa. Sasa tunasema harusi ya mwana kondoo imefanya nini? Yule ambaye Paulo alikuwa anamuonea wivu, amletee Kristo bikira safi. Na mkewe amejiweka tayari. Mkewe amefanya nini? Amejiweka tayari. Ndio. Nani? Naye amepewa kuvikwa kitani nzuri. Kitani ya aina gani? Nzuri ing'aayo, safi. Safi. Kwa maana kitani nzuri hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Ni matendo ya haki ya nani? Ya watakatifu. Haya matendo yametoka kwa Yesu. Bwana asifiwe sana. Amina. Ni matendo ya haki ya nani? Ya watakatifu. Alafu anamalizia sema akaniambia, andika, heri wale walikuwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Na maneno haya ni maneno ya kweli ya nani? Ya Mungu. Shangwe na vigelegele na vigelegele na vigelegele. Bwana asifiwe sana. Amina. Amevikwa kitani nzuri safi ambayo si kama mtanielewa. Hebu ngoja nisome kidogo wa Efeso 2 fungu la 8. Fungu la 8. Wa Efeso 2 fungu la 8. Nadhani mafungu haya mjisha alikuwa amefundisha sana. Kwa maana ameokolewa kwa neema kwa njia ya nini? Ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nani? Na nafsi zetu, ni kipawa cha nani? Cha Mungu, wala si kwa matendo yetu mtu apate awaye yote asije akafanya nini? Akajisifu. Alafu akamalizia anasema hivi, maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Bwana asifiwe sana. Mungu ndiye anayesema hili ni jema na hili sio nini? Jema. Lakini tangia bustani ya Eden, mwanadamu anataka kuchagua yeye mwenyewe jema ni ipi na baya ni ipi. Mungu ndiye anaandaa. Mungu ndiye anatengeneza tabia. Anasema tabia inayotakiwa inayokubalika ni hii. Tabia ambayo haikubaliki ni hii. Lakini mwanadamu ameumbwa mnyofu, lakini amebuni mavumbuzi mengi duniani. Wanasema leo kuna jinsia zaidi ya 100. Jinsia zaidi ya ngapi? Ya 100. Wewe acha ushoga na sijui na usagaji sijui na nini na nini. LGBTQ. Lakini wasema kuna aina nyingine. Kuna nchi za watu, msichana anasema mimi sitaki disturbance ya mwanaume.